Zimbwe, hongera kwa mchezo, mmefanikiwa kushinda kwa magoli mawili, lakini pia ulikuwa ni mchezo aina gani? Ulikuwa ni mchezo mzuri, maandalizi ambayo tumeyafanya ndio ambayo ameweza kutupa matokeo mazuri ya leo. Kwa hiyo tumeanza vizuri na tumemaliza vizuri, kwa hiyo focus yetu sasa hivi inayofuata ni katika mchezo ambao unakuja mbele yetu. Ni furaha kiasi gani kwa kufunga bao la kwanza kabisa ukiwa na wananchi wa Africans kama sikosei? Pengine ni furaha kwa wewe mchezaji kwa kiasi gani? Na kwangu mimi ni furaha kubwa sana kwa sababu tokea mwanzo wananchi walionyesha kunipokea kwa moyo mmoja, na mimi kama mchezaji kumlangu kuhakikisha kwamba narudisha kile ambacho wao wamenikabidhi kutoka kwao. Kwa hiyo naamini kwamba ule upendo, kila kitu ambacho wamenipatia ni kuhakikisha kwamba natoa performance nzuri katika uwanja. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba naendelea kupambana kuhakikisha kwamba naitumikia klabu yangu, na kama unavyoona mapambano yanazidi kuendelea. Kama timu tunaenda kupata matokeo mazuri kuhakikisha kwamba tunafikia malengo katika msimu. Pressure ilikuwa ni kubwa kiasi gani baada ya kutoa sare na Mbeya City na leo mnakuja kwenye mchezo wa soka Tanzania bara? Mkileta na mchezo ambao umepita, mchezo ule, pressure ilikuwa kiasi gani? Siku zote unapofanya vibaya unakuwa unaangalia wapi umekosea. Kwa hiyo tuliangalia hapo tumekosea na tumeweza kuinuka. Kwa hiyo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kila mchezo ambao unakuja mbele yetu hatufanye tena yale makosa ambayo tuliyafanya. So far pia ni aina matokeo ambayo najua wananchi wengi hawatarajia, lakini kwa sisi kama wachezaji tulitambua kwamba tulikosea. Kwa hiyo sasa hivi focus yetu ni kwenye kila mchezo ambao uko mbele yetu na kuhakikisha tunafanya vizuri. Baada ya kwanza mechi dhidi ya Silver Strikers, ligi ya mabingwa barani Afrika, na umeanza hii leo, pengine unawaahidi nini sasa wananchi? Kama nitaendelea kupata nafasi, nitaendelea kupambana kwa sababu nipo hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba naipambania timu. Hilo ndio jukumu la kila mchezaji hapa. Kwa hiyo jukumu langu ni kuhakikisha kwamba napata nafasi ni kupambania timu na timu iweze kupata mafanikio, na mchezaji mmoja mmoja pia aweze kupata mafanikio. Ile ishara baada ya kufunga goli Zimbwe inamaanisha nini? Umeweka vidole hivi vipi? Comment zimekuwa nyingi sana. Unaweza kutuambia? Ile ni alama yangu ya ushangiliaji, kwa maana kwamba ni M ni Mohamed. Kwa hiyo ipo hivyo. Shukrani. Asante sana. Na ndio iliweza kuwasaidia magoli ya kushitukiza, mipira ya kushitukiza ile. Kwa niseme mchezo ulikuwa mzuri kwa timu zote, na Yanga timu kubwa imetumia uzoefu wao kupata ushindi wa goli hizo mbili. Kwa lazima nikili, Yanga timu kubwa imecheza vizuri na wameona uwezo wa Mtibwa, kwa hiyo kuna namna pekee watumie namna nyingine kuhakikisha napata ushindi. Bali na ukubwa wa klabu ya Africans ambao wanausema walipenya wapi wakapata mabao mawili ambao wamefungana. Kiangalia wote tumekuwa mashuhuda mchezo ambao umemalizika. Timu zote zimecheza kwa kiwango bora sana sana. Nimeongea na rais wa klabu ya Yanga, nasema Mtibwa mna timu bora sana. Nadhani uzoefu tu ambao umechangia kwetu sisi kupata ushindi, lakini kwetu ni somo zuri ambalo tumelipata, na naamini tunakwenda Mbeya tutaona namna gani tuimarisha kikosi chetu kwa ajili ya kufanya vizuri. Matokeo haya kuna namna mmepata somo kutoka kwa Yanga Africans, sina shaka. Somo kubwa, sababu ukiangalia vijana wadogo ambao tumewatumia, nadhani wanazidi kukua na kucheza na timu kubwa kama hii, kuna kitu wamekinukuu kwao kitawasaidia mbele na Mtibwa itafanya vizuri. Maamuzi wa mchezo leo kuhakikisha kwa namna gani? Hatuwezi kusema, makosa kiubinadamu yapo. Huwezi ukawa na 100% kwa 100, lakini anafanya kazi nzuri. Mwachie, amefanya kazi nzuri, dakika 90 zimemalizika, lakini niwaombe sana waamuzi wote nchini ambao wamepewa dhamana kusimamia ligi kuu, basi wachezeshe kwa haki, turudishe furaha ya Tanzania kuja kujaa viwanjani kuja kuona ligi ya Tanzania. Tumeshuhudia msimu uliopita watu walikuwa wachache kwenye ligi kutokana na kutokuwa na sheria, watu wanapindisha ovyo ovyo, lakini mpongeze rais wa shirikisho la mpira la Tanzania, amekuwa mkali sana, yeye ndio mwenye dhamana kusimamia mpira. Mmetoka kwenye championship, mmekuwa kama mabingwa, mmekuja kwenye ligi kuu Tanzania bara. Pengine hasa mnatarajia kitu cha namna gani na mipango yenu ni ipi hasa kuhakikisha ya kwamba mnafanya vizuri ndani ya msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara ya NBC? Nadhani sasa hivi tunasubiri ujio wa kocha mkuu. Atakapokuja kocha mkuu tuone anachangia vipi kuifanya Mtibwa iweze kufanya vema kwenye ligi kuu ya NBC. Shukrani sana. Asante. Lakini hongera. Nini hasa ulikiona kipindi cha pili? Kulikuwa na mabadiliko makubwa kiuchezaji, ushambuliaji, ni vile chance mlioipata hamkuweza kuitumia. Mimi nafikiri tumepoteza mchezo katika by the way, lazima tukae chini tujiulize kwa nini
mchezo wa Young Africa. Japo kwa mchezo ulikuwa tough na ngumu, lakini kuna mazuri ambayo tumefanya na makosa ambayo tumefanya kuelekea kwa magoli. So tunakuja kukaa na pia tukarudi chini na kuangalia wapi tutacheza. Wapi hasa Yanga alikuwa bora kiasi kwamba mnafanya Mtibwa ile mipango mliokuwa nayo katika mchezo wa leo isiweze kufanya kazi? Tuelewe Young Africans wape heshima zao kwa sababu ni club giant katika bara hili la Afrika, giant katika mpira wetu wa Tanzania. Kwa hiyo mimi najua tunacheza na timu ambayo ilikuwa bora, timu kubwa, tuna kila sababu ya kuheshimu, lakini tumeingia hatukuwa na nia ya kwenda kupoteza mchezo huu. Tulikuwa na plani yetu ya kuhakikisha tunapata alama. Kupoteza, tunajua tunapoteza na nani, tutarudi chini katika kiwanja cha mazoezi na kuangalia wapi tulipoteleza. Licha ya ukubwa wa Young Africans, umeridhika kiasi gani na kiwango cha wachezaji wako katika mchezo wako? Sio mbaya kwa upande wa performance, lakini sio nzuri kwa sababu unahitaji results. Mpira ukicheza lakini bado tunahitaji results. Kwenye performance sina shida yote. Performance ni bora. Naomba kusema kwamba qualities zimeamua mchezo wa leo. Qualities zimeamua mchezo wa leo. Yanga walikuwa na qualities player zaidi ya wachezaji wetu, so wameenda kuamua mchezo wa leo. Lakini in terms of performance na kile ambacho tunaona nini kinafanyika uwanjani. Napongeza Yanga kwa ushindi wa leo. Nini sasa kuambia wanamtibwa kuelekea michezo inayofuata baada ya kupoteza mchezo wa leo? Baada ya kupoteza mchezo wa leo ni muda wa kukaa, tukarudi chini, tukajipanga na mchezo ujao. Ligi ni mara sana. Kwa hiyo tumepoteza huu, lakini bado tuna michezo mingi 20 na kitu, kwamba tunaweza kujipanga na kuhakikisha timu yetu inapata result. Waje wa support, waje wa karibu ambao wanaweza kusupport, wasubie wa mbali watufanyie maombi ili kuhakikisha timu yao inafanya vizuri. Asante sana coach. First 3 points since you arrived at Young Africans. Would like to know how was the game on your side? The game was very good. Starting from the first whistle, we managed to control the game, and the players stick to the plan that we had. And I think also we get a couple of chances first half. We shouldn't be more goals up. Unfortunately, we didn't take those chances. But I need also to say